Naibu Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Ukerewe, Dr. Sweetbet Zakaria Mkama ameibua mjadala mzito katika kikao cha robo ya tatu cha Baraza la Madiwani kwa mwaka wa fedha 2025-2026 baada ya kuonya vikali tabia ya baadhi ya viongozi wa chama na serikali wilayani humo wanaodaiwa kushabikia kikundi cha watu wanaojiita wataalamu wa kusaka wachawi maarufu kama Kamchape. Dr. Mkama amesema kikundi hicho kinadaiwa kujihusisha na vitendo vya utapeli kwa kutumia ramli chonganishi, kikijinasibu kuwa na uwezo wa kufukuza wachawi na kuondoa mikosi pamoja na vitu vinavyodaiwa kukwamisha maendeleo ya wananchi. Amesema kitendo cha baadhi ya viongozi kuonekana kukiunga mkono kikundi hicho kunadhoofisha taswira ya wilaya ya Ukerewe na kuathiri juhudi za kuitangaza kama kitovu cha vivutio vya utalii. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimewasilishwa katika kikao hicho, kundi la Kamchape limekuwa likizunguka nyumba kwa nyumba likiwatisha wananchi na wakati mwingine kuwalazimisha kutoa fedha na mali zao kwa madai ya kuwaondolea uchawi. Vitendo hivyo vimeelezwa kusababisha taharuki katika baadhi ya maeneo na kuathiri shughuli za kijamii na kiuchumi za wananchi. Bahati mbaya zaidi, hili swala linashabikiwa na viongozi wengine wa serikali, viongozi wengine wa chama, wengine ni waheshimiwa madiwani, yani mpaka inatia kichefuchefu. Sisi tunataka kukuza utalii, unakuza utalii na Kamchape? Serious? Mheshimiwa diwani anashabikia Kamchape kweli? Mwenyekiti wa kijiji cha Msozi kaamua mpaka kunidhalilisha mimi, anapeleka Kamchape Msozi. Serious? Kamchape Msozi, alafu hiyo Kamchape anazunguka nao mchana, jioni wanalala kwenye mwalimu mtumishi wa halmashauri. Serious? Nyumbani kwa mbunge kuna Kamchape? Kwa kweli mwenyekiti, ingine peleka kwenye chama huko, mchukulia hatua, wengine kwa DC. Tuangalie kwa kweli ni aibu. Sheria zipo, hizo sheria zinatuhusu sisi wote, mimi mbunge, huyu mkurugenzi na wewe na hawa madiwani. Hawa wanaoshiriki wote wachukuliwa hatua, na chama tupeleke kwenye chama kisiwatetee. Kila mtu alipe anachopanda ndiye avune hicho hicho. Wale wote hatua zichukuliwe bila kujali huyu sijui ni mwenyekiti wa nani, sijui ni diwani, sijui huyu mtendaji wa kata. Kama anashiriki, wote wako chini ya sheria, sheria ichukue mkondo wake. Kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, sisi tumetoa msimamo. Wale wanaoitwa viongozi wanaotokana na Chama cha Mapinduzi lakini wanajihusisha na vitendo vya uhalifu, ikiwepo swala la Kamchape, Comrade DC, hawa wanavunja sheria kama wavunja sheria wengine wowote katika nchi yetu ya Tanzania. Kamateni, pelekeni katika vyombo vya sheria. Chama cha Mapinduzi hatutakuja kuwazuia kwamba mwacheni, huyu ni mwenyekiti wetu wa kitongoji, huyu ni mwenyekiti wa serikali. Tulishawaambia wajiepushe na matendo haya. Hawataki kuacha na mnawatambua, basi chukueni hatua za kisheria. Chama cha Mapinduzi kinaunga mkono hatua zozote za kisheria zitakazochukuliwa dhidi ya hawa wahalifu. Kwa viongozi ambao wanahusika kuwaunga mkono Kamchape, kwanza hawa ndio wanaoleta changamoto kubwa kwenye jamii, kwa sababu jamii yetu inawaamini wao kama viongozi. Sasa wao pia wakiwa sehemu ya kuamini mazingaombwe yanayofanyika, na wao ni sehemu ya kuwahujumu wananchi. Kwa hiyo viongozi wanaoshirikiana na Kamchape, sisi kama madiwani wa halmashauri na ambao tuna mamlaka na usimamizi wa chombo hiki katika shughuli za maendeleo kwenye halmashauri, tunawasihi waache kushirikiana na Kamchape. Na wale wote ambao walikuwa wanashirikiana na Kamchape, nilikuwa nataka nipate maelekezo kutoka kwa naibu waziri, ameyatoa. Na bahati mbaya sana kuna ndugu zangu wengine wa chama, wengine wa serikali na wengine tuko nao humu wanashindwa kusema ukweli kuhusu swala hili. Kwa kweli linafedhesha, halitutengenezei taswira njema ya wilaya yetu ya Ukerewe. Kama wasema Mheshimiwa Naibu Waziri kwamba viongozi wote tupo, lakini DC na OCD na timu yake tuko huku wilayani, na tarafa ambayo inaongoza sana kwa ukatili ni tarafa ya Ukara.
Tunafahamu tiba za asili zipo kama alivyosema naibu waziri, lakini swala la kamchape sio tiba, ni utapeli ambao umepitiliza, na bahati mbaya sana sisi wengi tunalichukulia kama ni sehemu ya kujiandaa na kuwapendezesha wananchi. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Waziri, rudi bungeni ukiwa na faraja, ukiwa na amani. Comrade, nipo na jambo hili halijanishinda bado. Ndugu zangu, nikuhakikishie mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi yale aliyozungumza, na nikuthibitishie mkuu wetu wa wilaya, na bila kusahau kwa usahihi zaidi Mheshimiwa Naibu Waziri, yale yote mlioyaelekeza yakigusa baraza hili yatasimamiwa kiukamilifu. Waheshimiwa hawa ni mashahidi, tuhakikishe yote yanatekelezeka kwa pamoja. Lakini vile vile niseme watendaji wetu ambao ni wakuu wetu wa idara, kadhalika na watendaji wetu wa kata, hakikisheni yale yote mlioelekezwa na baraza hili mnayasimamia. Sihitaji tuende tena kutunishiana misuli. Waheshimiwa hawa wanapozungumza mambo yakija katika taarifa zao, sehemu kubwa yanakuwa yanaaksi ukweli. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.